usisahau kusubscribe, like na kucomment. Taasisi za kimataifa zinatakiwa kuiacha mifumo ya kitaifa kufanya kazi yake. Serikali ya Tanzania katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Ijumaa tarehe 5 Disemba 2025 imetangaza kuzipokea na kuzifanyia kazi taarifa na matamko mbalimbali yaliyotolewa na nchi rafiki, mashirika ya kimataifa na taasisi za maendeleo kuhusu Tanzania na matukio uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Jumatano tarehe 29 Oktoba 2025. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje, miongoni mwa waliotoa matamko hayo ni pamoja na Ubelgiji, Canada, Denmark, ujumbe wa Umoja wa Ulaya yaani EU, Finland, Ufaransa, Ghana, Ujerumani, Ireland, Italia, Uholanzi, Norway, Poland, Slovakia, Hispania, Sweden, Uswizi, Uingereza, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa, Marekani pamoja na taasisi ya Thabo Mbeki ya Afrika Kusini. Katika taarifa hiyo, Tanzania imeonyesha kushangazwa na baadhi ya maudhui ya matamko hayo, hasa ikizingatiwa kuwa ulifanyika mazungumzo ya wazi kati ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki na mabalozi wanaowakilisha nchi hizo nchini tarehe 28 Novemba 2025. Serikali imesisitiza kuwa pamoja na kutambua nafasi ya jumuiya ya kimataifa katika kuimarisha demokrasia na maendeleo ya kijamii na kisiasa, ni muhimu pia kuheshimu uamuzi wa kuundwa kwa tume ya uchunguzi itakayochunguza kwa kina matukio ya vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi na kuandaa ripoti kamili. Ripoti hiyo kwa mujibu wa serikali ndio itakayoleta uelewa mpana kuhusu kilichotokea na kuwa msingi wa mashauriano na ushirikiano wa baadaye katika kujenga taifa lenye amani na umoja. Serikali ya Tanzania inaendelea kuwa mstari wa mbele katika ushirikiano wa kimataifa kwa ajili ya amani na maendeleo na inatoa wito kwa wadau wote kuruhusu mifumo ya kitaifa kufanya kazi yake kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa, imeeleza taarifa hiyo. Aidha, serikali ya Tanzania imehakikishia wadau wa maendeleo na jumuiya ya kimataifa kuwa itaendelea kujadiliana na kushirikiana nao katika masuala yote ya maslahi ya pande zote kwa misingi ya usawa na kuheshimiana. Mimi ni Zakia Nanga wa Mwanahalisi TV. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.